Kamati ya mahusiano ya nje ya Seneti ya Marekani imepitisha muswada unaotaka kufanyika kwa tathmini ya kina ya uhusiano kati ya Marekani na Tanzania kufuatia kile kinachoelezwa kuwa ni ongezeko la matukio ya vurugu za kisiasa na kudorora kwa misingi ya demokrasia nchini Tanzania. Muswada huo wa pande mbili za kisiasa ulioandaliwa na Senator Jeanne Shaheen kwa kushirikiana na Senator Ted Cruz unaielekeza serikali ya Marekani kufanya mapitio ya kina ya ushirikiano wake na Tanzania pamoja na kutathmini asali za mwenendo wa kisiasa wa nchi hiyo kwa maslahi ya Marekani katika ukanda wa Afrika Mashariki. Muswada huo utahitaji kufanyika kwa mapitio ya kina ya uhusiano wa Marekani na Tanzania kufuatia ongezeko kubwa la vurugu za kisiasa na kurudi nyuma kwa demokrasia nchini Tanzania. Pia utaelekeza tathmini ya uhusiano unaokuwa wa Tanzania na China na Urusi pamoja na athari zake kwa maslahi ya kimkakati na kiuchumi ya Marekani katika Afrika ya Mashariki. Imesema hivyo sehemu ya muswada huo. Kwa mujibu wa maelezo ya muswada huo, tathmini hiyo pia itachunguza kwa kina uhusiano unaokuwa kati ya Tanzania na mataifa ya China na Urusi, huku ikipima athari zake kwa maslahi ya kimkakati na kiuchumi ya Marekani pamoja katika eneo hilo. Akizungumza baada ya kamati hiyo kupitisha miswada mbalimbali ya sera za nje, Senator Shaheen alisema hatua hiyo inaonyesha dhamira ya kamati ya mahusiano ya nje ya Seneti katika kuimarisha uongozi wa Marekani duniani, ambapo pia kulinda usalama wa taifa na kuhakikisha sera za nje zinawanufaisha wananchi wa Marekani. Iwapo muswada huo utapitishwa na bunge la Marekani na kutiwa saini kuwa sheria, utailazimu serikali ya Marekani kuwasilisha tathmini rasmi kuhusu hali ya uhusiano wake na Tanzania pamoja na mwelekeo wa kisiasa na kidiplomasia wa nchi hiyo katika mazingira ya ushindani wa kimataifa unaohusisha mataifa makubwa kama China na Urusi. Maamuzi haya yamefikiwa Juni 17 mwaka 2026 wakati wa kamati ya mahusiano ya nje ya Senate ya Marekani, yani Senate Foreign Relations Committee, walipokutana na kupitisha miswada kadhaa ya sera za nje ikiwemo huu wa Reassessing the United States Tanzania Bilateral Relationship Act inayohusu Tanzania. Muswada wenyewe uliwasilishwa kwa mara ya kwanza Mei 19 mwaka 2026 na maseneta Jeanne Shaheen na Ted Cruz, na Juni 17 mwaka 2026 kamati ya mahusiano ya nje ya Seneti iliupitisha muswada huo kutoka ngazi ya kamati kwenda hatua inayofuata ya mchakato wa kutungwa kwa sheria. Hii ni hatua muhimu iliyochukuliwa na kamati ya mahusiano ya nje ya Seneti ya Marekani, ambapo kamati hiyo imepitisha mswada wa pande mbili, yani bipartisan, unaotaka tathmini kamili ya uhusiano kati ya Marekani na Tanzania kufuatia madai ya ongezeko la vurugu za kisiasa na kurudi nyuma kwa demokrasia baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025. Muswada huo ambao ni Reassessing the United States Tanzania Bilateral Relationship Act AC 4577 uliwasilishwa Mei 19 mwaka 2026 na kupitishwa na kamati Juni 17 mwaka 2026. Unahitaji idara ya nje ya Marekani kufanya mapitio kamili ya ushirikiano wa kidiplomasia, kiuchumi na kiusalama na Tanzania. Sababu kuu ni kuwa vurugu za kisiasa na ukandamizaji baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025, ambapo ripoti zinaonyesha vifo vingi, ambapo serikali ilitaja 518, upinzani na vyanzo vya kimataifa vinakadiria ni zaidi ya idadi hiyo. Pia kuzimwa kwa interneti na matumizi ya nguvu kupita kiasi, hizi ndio baadhi ya sababu ya muswada huu. Muswada huu unachunguza pia uhusiano wa Tanzania na China pamoja na Urusi na athari zake kwa maslahi ya Marekani. Senator Shaheen alisema Tanzania imekuwa mshirika muhimu, lakini kurudi nyuma kwa demokrasia na vurugu haziwezi kupuuzwa. Senator Cruz alitaja ukandamizwaji wa kisiasa na kidini. Ikiwa itapitishwa na bunge na kusainiwa, italazimisha ripoti rasmi ndani ya muda maalum. Vurugu za Oktoba mwaka 2025. Uchaguzi uligubikwa na madai ya udanganyifu, Chadema ilizuiliwa kushiriki na maandamano yalisababisha vifo vingi. Ripoti za HRW pamoja na Amnesty pamoja na BBC zinaonyesha polisi walitumia risasi halisi wakakamata wagonjwa hospitalini na kuficha miili. Serikali ilitangaza uchunguzi na idadi ya vifo 518, lakini wakosoaji wanasema ni zaidi na inahitaji uchunguzi huru.
Tanzania imeimarisha uhusiano na Urusi ambapo kama ziara ya Samia Moscow Juni mwaka 2026 na biashara iliongezeka kwa 25%, na pia na China ambapo kuna miradi ya miundombinu pamoja na madini. Hii inaonekana kama multi alignment ili kupunguza utegemezi wa Magharibi. Marekani inaona hii kama changamoto kimkakati Afrika Mashariki. Ukija kwenye uhusiano kati ya Tanzania na Marekani, hizi zimekuwa na ushirikiano mkubwa katika afya, elimu na usalama, lakini baada ya Magufuli na uchaguzi wa mwaka 2025 uhusiano umeharibika. Muswada huu unaweza kuwasili misaada, biashara na ushirikiano wa kijeshi. Na data zinaonyesha kuwa Tanzania ina umuhimu kimkakati, yani bandari, madini na idadi ya watu. Hivyo Marekani inataka kuhakikisha maslahi yake hayaharibiki. Muswada huu ni ishara ya wazi ya wasiwasi wa kimataifa kuhusu demokrasia nchini Tanzania. Bipartisan ambao ni Democrat pamoja na Republican inaonyesha suala hili linazidi kuwa la kimataifa na la Kimarekani zaidi. Inachanganya haki ya binadamu na maslahi ya kijiografia, yani kuzuia ushawishi wa China pamoja na Urusi. Hii inafanana na mbinu za Marekani katika nchi zingine za Afrika. Hata hivyo, muswada hauwezi kuwa adhabu tu, inahitaji ushahidi thabiti na mazungumzo. Serikali ya Tanzania imetoa miariko ya wabunge wa Marekani kutembelea na kutoa maelezo yake. Uchunguzi wa ndani kama wa Chande na Osman unahitaji kuwa huru na waaminifu ili kurejea amani. Tanzania inapaswa kuchukua hatua hii kwa uzito na kutumia kama fursa ya mageuzi. Demokrasia, haki na uwajibikaji kwa vifo vya mwaka 2025 ni muhimu ili kurejesha sifa ya nchi. Kuimarisha uhusiano na Urusi na China ni sawa kwa multipolar world, lakini isiwe kisingizio cha kupuuza haki za binadamu au uhuru wa kisiasa. Marekani ina haki ya kutathmini ushirikiano wake, lakini inapaswa kuepuka kuonekana kama kuingilia mambo ya ndani. Suluhisho bora ni mazungumzo ya kidiplomasia, uchunguzi huru wa kimataifa, kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa kama Tundu Lissu na mageuzi ya uchaguzi. Watanzania wanahitaji uongozi unaojenga umoja na maendeleo, si migogoro inayoharibu sifa ya kimataifa na uchumi. Hii inaweza kuwasili misaada, biashara na nafasi ya Tanzania katika eneo. Inazidisha shinikizo la ndani na la nje kwa serikali ya Samia, na ili kuepuka madhara makubwa, serikali inapaswa kuonyesha hatua halisi za kurekebisha uwazi, maridhiano na mageuzi ya katiba. Tanzania si hegemoni ya Magharibi, bali ni msingi wa maendeleo endelevu. Wapenzi wasikilizaji, mswada huu unaonyesha siasa ya kimataifa inayoathiri nchi zetu. Tanzania inahitaji kujenga imani kimataifa kupitia haki na maendeleo. Je, nini maoni yako wewe ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii kuhusiana na haya yanayoendelea hivi sasa? Tuachie hapo kwenye comment.